Bawasiri ni nini? Bawasiri ni hali ya uvimbe au kutanuka kwa mishipa ya damu mikubwa iliyopo kwenye eneo la haja kubwa au sehemu ya mwisho ya utumbo mkubwa. Okay, wanasema nirudie. Bawasiri ni hali ya uvimbe au kutanuka kwa mishipa ya damu iliyopo kwenye eneo la haja kubwa au sehemu ya mwisho ya utumbo mpana. Bawasiri sio ugonjwa. Hii bawasiri kila binadamu anayo hii bawasiri. Kila binadamu anayo hii bawasiri. Hii bawasiri kazi yake ni nini? Kazi yake ni kuzuia, sio ugonjwa. Kila mtu ana hii bawasiri. Lakini kazi ya hii bawasiri ni kuzuia kinyesi. Sawa? Kazi yake ni kuzuia kinyesi. Lakini bawasiri inakuja kuwa ugonjwa pale mishipa ya damu, misuli na tishu zinapovimba. Bawasiri inakuja kuwa ugonjwa pale misuli ya damu, mishipa ya damu na misuli na tishu zinapovimba. Ndio inakuja neno inakuwa bawasiri, inakuwa bawasiri ugonjwa. Utafiti unaonesha 50% ya watu 50 duniani wapo kwenye hatihati ya kuugua bawasiri. Kwa utafiti unaonesha 50% ya watu duniani wapo kwenye hatihati ya kupata bawasiri. Lakini 5% ni wahanga wa bawasiri. Yaani 5% ya watu duniani tayari wako wana huo ugonjwa wa bawasiri, yaani wako kwenye matibabu ya bawasiri. Na hii bawasiri inawapata watu wote, inawapata mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo watu wote wako watu wote tuko kwenye hilo kundi la kupata bawasiri kutokana na mtindo wetu wa maisha, na watu wote wanaume kwa wanawake wanapata hii bawasiri. Na wahanga wakubwa wa hii bawasiri ni kati ya umri wa miaka 45 mpaka 65. Ni kati ya umri wa miaka 45 na 65. Na kuna aina za bawasiri. Kuna aina 2 za bawasiri. Aina ya kwanza ni bawasiri ya ndani. Hii bawasiri ya ndani ya njia ya haja kubwa, hii bawasiri ya ndani mara nyingi hazina maumivu. Eneo iliyopo halina mishipa ya hisia. Sehemu iliyopo bawasiri ya ndani, hiyo sehemu hakuna mishipa mingi ya hisia. Kwa mara nyingi mtu akiwa na bawasiri ya ndani hawezi kupata yale maumivu. Inakuwa haina maumivu hiyo bawasiri ya ndani, kwa sababu hilo eneo halina hisia. Lakini dalili ya mtu ambaye atajijua kwa ana bawasiri ya ndani ni anapokuwa anaenda haja, anakuwa anapata kinyesi cha damu. Kila akienda haja anakuwa anatoka damu. Kwa hiyo ndio dalili kuu ya mtu ambaye ana bawasiri ya ndani. Na bawasiri ya nje husababishwa na maumivu, kuwashwa na kuvimba. Kwa hiyo bawasiri ya nje mtu dalili zake utaanza kuona labda una kiuvimbe sehemu ya haja kubwa au miwasho sehemu ya haja kubwa. Kwa mtu unaweza kuwa unahisi kama una kifundo sehemu ya haja kubwa. Kwa hii ni dalili mojawapo ya bawasiri ya nje. Na kwa nini bawasiri ya nje inakuwa na maumivu? Kwa sababu hilo eneo lina hizi mishipa ya hisia. Kwa ndio maana mara nyingi mtu anayeumwa bawasiri ya nje anakuwa na maumivu makali hilo eneo, kwa sababu kuna hiyo mishipa ya hisia. Sababu zipi zinaweza kufanya mtu akapata bawasiri? Kama tulivyosema, bawasiri sio ugonjwa, kila mtu ana bawasiri, lakini kuna visababishi vinaweza vikakupelekea wewe ukapata hiyo bawasiri. Sababu ya kwanza ni kufunga choo. Mtu unakuta anakuwa apati choo kwa wakati. Kwa jinsi tunavyotakiwa kikawaida, mtu anatakiwa kila siku apate choo. Unapokula unatakiwa chakula kikishameng'enywa kitoke. Lakini kwa hiyo sasa utakapokuwa unakaa muda mrefu, kuna watu wanakaa siku 2, siku 3, kwa sababu kuna wiki mtu nilimuuzia trenieni. Anasema anakaa siku 3, 4 apati choo. Kwa hiyo inamfanya tumbo kwanza linakuwa limejaa gesi, na saa nyingine inabidi ajilazimishe ili kusudi apate choo, ili kusudi awe comfortable.
Kwa hiyo kutopata choo kwa muda mrefu, kwa hiyo inasababisha hata choo unachokipata kinakuwa ni kigumu. Kwa hiyo unakuwa unafanyaje, ili ukienda kujisaidia unatumia nguvu nyingi, ndio ambapo na hiyo kutumia nguvu nyingi chooni ndio inasababisha ile misuli na nini kutanuka. Kwa hiyo inaleta kama ndio hizo vitu kama uvimbe, inasababisha nini, bawasiri. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kufunga choo, constipation wanaita. Kwa hiyo sababu ya pili ni hiyo kujikamua sana wakati wa haja. Kwa hiyo nimeshaelezea hapo, kujikamua sana kwa sababu choo unapata kigumu, kwa hiyo unakuwa akitoki kikawaida, kwa hiyo inabidi utumie nguvu nyingi. Sababu ya tatu, kutokula vyakula vya nyuzi. Kwa hiyo kutokula hivyo vyakula vya fiber vya nyuzi au vya nyasi, kwa hiyo vinasababisha uso unapata choo kwa urahisi. Kwa hiyo unapata choo kigumu na uso unapata choo kwa wakati. Pia kunywa maji kidogo. Kwa hiyo hii nayo pia ni sababu inaweza kusababisha hii bawasiri. Sababu nyingine ni kufanya tendo kinyume na maumbile. Hao wanaofanyaga hii tendo la ndoa kinyume na maumbile wanaweza kwenda kusababisha hiyo, kwa sababu ile push inaenda kusababisha ile misuli, tumesema misuli na mishipa ya damu, unaenda unatumia nguvu nyingi, kwa hiyo unaenda kuitanua ile mishipa au kuifanya kusababisha ivimbe. Nayo ni mojawapo inaenda kusababisha watu wanaofanya kubeba vitu vizito, pia inasababisha bawasiri, kwa sababu unatumia nguvu nyingi kubeba hivyo vitu vizito, unajipushi sana, inasababisha pia bawasiri. Pia kukosa madini. Hii bawasiri pia unaweza kukuta kuna familia wanakuwa wanasema hii ipo kwenye familia yetu kama kulisi, umeona, lakini hao ni unakuta ni madini yamepungua kwenye hiyo familia. Unakuta hii bawasiri alikuwa nayo baba, wakafuata watoto wakalisi, wajukuu, umeona. Hii ni kutokana na kupungukiwa kwa madini. Kwa hiyo unakuta inafatisha. Pia wazee, umri kama hapo tumeona kuanzia umri wa miaka 45 mpaka 65 wako hatihati kupata hiyo bawasiri. Pia wajawazito, na wajawazito pia wako kwenye hiyo changamoto ya kupata bawasiri. Wajawazito, hata sisi tuliobeba ujauzito tunajua sana hiki kipindi, kwa sababu unakuwa wewe kuna mtoto ndani, kwa hiyo kuna ule uzito mkubwa, umeona, wa kupata hii bawasiri. Kwa unakuta saa nyingine upati choo na nini, na unakuwa unatamani ili kusudi at least tumbo lipate haueni, umeona. Kwa kuna ile kujiforce, kujilazimisha. Kwa hiyo hao wajawazito wanaweza kukuta umepata umepata bawasiri. Unene pia uliopitiliza. Unene uliopitiliza pia unaweza kusababisha bawasiri. Dalili zipi zitakufanya uone wewe una bawasiri? Dalili ya kwanza ni kutoka damu wakati wa kujisaidia. Na hiyo tumesema watu sana sana wenye bawasiri ile ya ndani, kwa sababu inakuwa haina maumivu, ndio maana wanaonekana dalili yake kuu ni kutoka damu wakati wa kujisaidia. Dalili ya pili ni kuwashwa sehemu ya haja kubwa. Kwa dalili ya pili ni kuwashwa sehemu ya haja kubwa, kwa unapata miwasho, inabidi ufuatilie. Na dalili ya tatu, uvimbe karibu na haja kubwa. Kwa hiyo kuna namna unaweza kawa unajisikia kiuvimbe ukiwa unajisafisha ukielewi. Kwa hiyo ni dalili mojawapo atakao ufuatilie. Pia unakuwa unahisi hujamaliza haja wakati baada ya kujisaidia, unakuwa unajihisi bado unahitaji kuendelea. Hiyo nayo ni dalili ya bawasiri. Njia za kujizuia na bawasiri. Jinsi ya kujizuia na bawasiri. Kwa hiyo tumesema bawasiri sio ugonjwa, kwa hiyo kuna visababishi vinaweza vikasababisha ukapata hiyo bawasiri. Kwa hiyo njia gani ujizuie na hii bawasiri? Cha kwanza, kula vyakula vya nyuzi nyingi ambazo ni mboga za majani.
kwa mfano mchicha, cabbage, matembele, kisamfu na broccoli. Hizo ni aina za mboga mboga ambazo zina nyuzi nyuzi. Ukitumia inaweza kusaidia kujikinga na bawasiri. Na watu wengi ndio hatupendagi kula hizi mboga mboga. Matunda yenye nyuzi nyuzi: maembe, machungwa, matufaa, matufaa nadhani ndo maepo, papai na parachichi. Kwa hiyo ni matunda ambayo ukiwa unayatumia yatakusaidia kupunguza hii changamoto. Vyakula vya nafaka pia ambavyo havijakobolewa: kuna maharage, mahindi, soya na vingine vingi ambavyo vile nafaka. Pia kunywa maji mengi. Kunywa maji mengi inasaidia hata kwenye mmeng'enyo wa chakula. Na bawasiri, mara nyingi wengi huwa hii bawasiri wakienda hospitali, naona wengi huwa wanafanyiwa operation, wanakatwa. Lakini kwa mara wanazokatwa, kwa mimi nilivyoona, huwa haziishi. Kwa sababu hata mimi na mfano wa ndugu yangu alisumbuliwa na hii changamoto ya bawasiri. Alienda mpaka alifanywa operation mpaka mara 2. Akakatwa, lakini bado inamsumbua. Sema na ndugu zetu ndo kutuamini virutubisho ndo kipengele kidogo. Unaweza ukamuuzia TRENN akainywa hata miezi 3. Alifanywa operation mara 2, lakini ikawa inarudi na bawasiri yake ilikuwa ya nje, kwa hiyo ni ile ya maumivu. Na watu hivyo sema bawasiri kutokana pia na vyakula shuleni, na yeye alipata akiwa shuleni. Na kama tunavyojua vyakula vya boarding ni maharage, ugali, hivyo vitu haviwezi kufanya ukapata choo kilaini. Kwa watu tuliosoma boarding tunajua haviwezi hivyo vyakula, yani choo kina kwanza unakuwa unapitisha hata siku 2-3 hujapata choo, umeona, na ukija kupata choo ni kweli cha kujiforce. Kwa hiyo na yeye akawa ameipatia huko hiyo bawasiri. Kwa hiyo amejaribu kuitibu kwa dawa za hospitali, kafanya operation, bado anahangaika na za miti shamba bado. Lakini pia nishamueleza bidhaa ndio hivyo, anachukua moja, anatulia tena, anasahau. Kwa hiyo bado hajarudi kwenye inapataga tu nafuu, lakini bado ile haijapona kabisa ikaisha. Kwa hiyo pia unakuta watoto wengi wanakuwa wanasumbuliwa na hii kutokana na mazingira ya shule. Na shuleni asilimia kubwa sana watu wanapata hii kutokana na vyakula hakuna kula matunda huko shule, hakuna kula hizi mboga mboga, na nini, mnakula chakula cha aina moja. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja kwenye bidhaa. Kwenye kampuni yetu tuna bidhaa gani ambazo zina kusaidia? Bidhaa ya kwanza kabisa na bidhaa mama yetu, lakini kwa hospitali, kwa mimi nili experience mtu anayeumwa bawasiri ameshafanya operation hajapona kabisa kwa hospitali kwa dawa za hospitali. Na bado ndio hiyo nakwambia, bado anahangaika, lakini na virutubisho ndo bado hajaviamini 100%, na bado hajatumia ile dozi nzima. Kwa bidhaa zetu za New Life tuna bidhaa yetu mama kama tunavyojua TRENN, bidhaa mama yetu ambayo ina mchanganyiko wa hizo nafaka kamili, mchele, soya na ngano. Kwa hiyo bidhaa atatumia 3 mara moja TRENN. Pia bidhaa ya pili atatumia fiber. Kama tunavyojua fiber ndio hiyo ina nyuzi nyuzi, na ndio tulichoshauriwa tule vyakula vya nyuzi nyuzi nyingi. Kwa hiyo fiber atatumia 3 mara moja. Pia kuna zinki pia atatumia 3 mara moja. Pia kuna garlic atatumia 2 mara moja. Na pia garlic hii tunaangalia mtu kama ana pressure. Na kama mtu ana pressure ya chini atumii garlic. Na nje, eneo la nje kwa kupaka au kuoshea, bidhaa ya kwanza atatumia care. Bidhaa ya pili atatumia aloe vera jelly. Wow.
Asante sana kiongozi, upcoming 5 Diamond director, maana tu hizo ndoto alizonazo ni Diamond huyu hapa. Asante sana kiongozi, tumejifunza vizuri sana kuhusiana na somo la bawasiri. Naona bado tuna dakika nyingi, nitaruhusu maswali machache au kama kuna mahali mtu anataka elewe zaidi kwa dakika chache kabla sijaenda kumkaribisha mtu atakayeenda kutukuozea. Karibuni kwa maswali. Mtu mwenye swali atanyosha mkono, then tutamruhusu aulize. Dada Neema, karibu. Swali langu nitaka kuuliza hapo kwenye bidhaa hiyo, nimesikia hapo kea kwenye matumizi ya bawasiri. Hiyo kea unatumiaje kwa mgonjwa wa bawasiri ambayo ni ya nje? Kwa bawasiri ni kama tunavyojua ile tu kujifukiza. Tunavyojua kea inavyotumika, tunatumia kwa ajili ya kujifukiza. Okay, nadhani pia dada Neema atakuwa ajui wanajifukizaje. Maana aliwahi kuniuliza ile swali, nilikuwa nilimjibu vizuri. Okay, anakuwa mtu anachemsha maji, kama atachemsha maji lita 2 labda, afu atatia na vifuniko viwili vya kea kwenye ndoo, afu atakuwa anakalia ule mvuke, atakuwa anampiga maeneo ayo ya sehemu ya haja kubwa, au anaweza kaeka maji ya uvuguvugu, yale maji ambayo anaweza hata kakalia, akatia vifuniko viwili vya kea, akafanya hivyo kwa dakika 10 mpaka 15. Ndivyo staili ya kujifukiza inakuwa ni ya staili hiyo hapo, kama ambavyo mtu mwenye UTI au infection zingine anapokuwa anajifukiza nayo kwa huko mbele. Sijui kama nimekujibu vizuri dada Neema. Tumekujibu vizuri pamoja na Lea? Ndio, mmenijibu vizuri. Na sasa hapo niongezee, anatumia kwa muda gani? Kwa sababu lazima atataka limit ya muda. Afanye hivyo mpaka apone. Kwa wiki 2 nadhani yeye mwenyewe ataona mabadiliko makubwa sana. Na kama atakuwa anaanza na zile dozi za kumeza, asitumie kea peke yake. Kwa wiki 2 ataona mabadiliko makubwa sana. Ila kama ana uwezo kupata kea nzima, muzile lita nzima. Okay, sawa, asante. Tukaribishe mwingine mwenye swali. Pate maswali leo hata 2 matatu. Mwingine mwenye swali anaweza akanyoosha, then tutamruhusu. Mwenye swali lingine anazungumzia habari ya upungufu wa madini. Nataka kujua, je, madini gani? Miili yetu inahitaji madini mengi sana kwenye kupaleti vitu vingi. Sasa ukipungukiwa madini ya aina yoyote tu, changamoto nyingi za kiafya zinaanzia hapo, ikiwemo hiyo bawasiri. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza wakawa na pata hiyo bawasiri kwa sababu ya upungufu wa vitamins na madini mbalimbali. Kwa hiyo kwa kumsaidia tu mtu au sisi wenyewe kwa kujihadhari tusipate hiyo changamoto ya bawasiri, zibeta tukajenga utaratibu wa kutumia virutubisho kwa ajili ya kuongeza vitamins mwilini. Ndio maana tunaambiwa tusisubiri tupate changamoto. Yaani ukitumia zinki unajisaidia kuongeza madini ya zinki mwilini wako. Ukitumia multiminero unajiongezea madini mengi mwilini wako. Kwa hiyo upungufu wa madini tofauti inaweza kuwa sababu ya mtu kupata changamoto ya bawasiri au changamoto nyingine yoyote. Sawa kaka nani hapo? Sijui nitakuwa nimekujibu. Naona mwingine ananyosha mkono na sijiona sana. Karibu kama una swali. Kwa mfano mteja bajeti yake ndogo, katika hivi vilivyotajwa hapa, naweza nikampatia vipi ambavyo vinaweza kumsaidia kulingana na bajeti yake? So mjua hizi changamoto mtu akishapata anatakiwa tu ajue anahitaji pesa. Kama anataka kutumia virutubisho apone, anahitaji pesa. Kaka Rifini nimeona amewasha voice. Sijui kama ana swali anaweza kauliza. Rifini. Ndio. Habari za asubuhi. Mzuri, karibu. Asante sana. Kuna hilo swali ambalo tu limeulizwa, nataka niongezee kidogo, kwamba kama mteja labda uchumi wake uko chini. Hii hoja mara nyingi tunakutana nayo sana wagavi, lakini ukija kuangalia inategemea utakavyokuwa umemjibu huyo mteja. Kwa sababu mara nyingi ukiachilia upande wa virutubisho, kule upande wa hospitali kwenye matibabu, mtu anapokuwa ugonjwa wake umeshindikana labda kutoka kituo A, anaandikiwa saende mbele zaidi. Akiandikiwa barua yake ya rufaa, mbona huwa wasemi hawana hela baada ya kupewa rufaa?
Sasa kwa sababu hiyo, sisi kwa sababu ni virutubisho, labda pengine mtu anatamani tu uuze hivyo, huwa tunaona labda umsikilize kama vile hana uchumi. Lakini kiukweli mimi nachokiona mara nyingi, manake mtu anapopewa rufaa huwa mbona anachukua hatua na gharama tu kiasi gani, wanafanya mpango, anaenda anatibiwa bila kujali atapona au atapona. Kwa sisi wagavi katika hili eneo tusijikite sana huko, kwa maana ya kuona mtu hana hela. Mimi nafikiri ni swala kumpa tu majibu kamili kwamba ili upone unatakiwa tumia hiki na hiki na hiki, gharama yake ndio hii hapa. Ukiwa tayari karibu. Lakini kusema uende ule nakiri, nitaka niongezee hivyo dadangu. Asante. Okay, asante sana. Yaani nadhani tumepata kwenda kutusaidia kabisa. Ndio, ni kweli watu wanapewa hizo rufaa na wanaenda hospitali ambazo zitahitaji gharama zaidi, na hasemi hatuna hela, hawasemai. Ila kwa vile huko anajua kuna kujieleza zaidi, anaanza kuambia sina hela, bajeti yangu dogo, sijui nini. Ndio zaidi unampa kitu ambacho hakitaenda kumpa matokeo mazuri, na kisha siku atasema bidhaa zijafanya kazi. Asante sana. Ndio analalamika. Asante dada. Asante sana kiongozi. Mwingine mwenye swali la mwisho, nimeona kuna kiongozi ametusaidia kutaja madini ambayo mtu akiamisi anaweza akapata bawasiri. Ametuambia magnesium, ametuambia zinc, ametuambia madini ya iron na potassium. Hivi virutubisho hizi madini yote tunayo Neolife. Kwa hiyo ni sisi tu kuanza kutumia hivyo virutubisho bila kusubiri hizo changamoto zitukute. Asante sana kiongozi uliyetaja madini huko kwenye message kule. Nadhani nyinyi mtakuwa mmeyaona. Haya. Asante sana kiongozi Lea, tunakushukuru mno, umetufundisha vizuri kwa utaratibu mno. Wana wengine tumezoea kuongea haraka, lakini wewe umetufundisha kwa utaratibu mno. Naamini kabisa na kwenye story yako tumepata kitu. Tumejifunza sana, tunakushukuru. Mungu akubariki mno. Na kwa kwenda kumalizia, naomba nimkaribishe upcoming 5 Diamond Director na usi mwingine. Sana Upendo, upcoming 5 Diamond Director Upendo, kwa assessment yako nzuri. Asante sana kwa Lea nakumbuka sana siku ya kwanza nakuona. Napenda utulivu ambao mnakuwa mnaongea. Mimi kwa kweli sijawahi kujua kwa nini nakuwa sina utulivu. Yaani hiyo kitu inanicheza kweli kweli. Na naongea haraka afu kama na jaziba afu muda unaisha. Lakini nyinyi mnaongea kwa utulivu, alafu bado mnaongea vizuri, mnampaka muda unabaki. Hapo sijaelewa ni shida yangu iko wapi. Nilikuwa napambana hiyo kitu. Kwa hiyo sincerely just appreciate the way unapoongea kwa utulivu na mna present kwa namna ambayo ni nzuri sana. Mimi naomba ni hapa ambayo nimeyaona. Jambo la kwanza, wagavi wenzangu, naomba mfahamu kwamba niwahi kuongea siku moja hapa. Huu muda ambao unafanya vitu ambavyo havifanyiki ndio muda ambao unajenga kitu ambacho kitakuwa tofauti na watu wengine. Lakini nadhani kwa shika 100% wanakusaidia sana. Vinginevyo huu muda ambao unautumia kujiongezea maarifa na kuwa bora, ungeutumia kwenye mambo mengine ambayo hayana maana. Kabisa kwa 100%. Kwa hiyo nataka niwatie moyo, usione kama unazungushwa na vitu vingi na mafunzo yamekuwa mengi. Wanatusaidia sana kuorganize akili yetu ibaki katika hali ambayo ni positive. Siku hizi haya mambo ya Instagram, Facebook, TikTok, hauwezi kubaki idle. Dunia itakumwagia tu kila aina ya takataka ambazo zinaendelea duniani. Sasa ukiwa occupied, ambapo unakuwa occupied hivi, inakusaidia sana kubaki kwenye main cause au the many things. Focus on unakifanya kazi kila siku ina multiply. Na ndio maana yule binti wa juzi aliongea kwamba unapata maarifa, unashangaa mtu amesha darasa la 7, aliyefeli form 4, mwenye degree wote mnafanana. Msimama mbele kuongea, hakuna anaweza kujua tofauti. Hii ndio personal growth. Na hii ni hadithi ambayo tunaipata katika biashara kuliko sehemu yoyote ambayo you can't get it anywhere. Mtu kama Lea, imagine alikuwa anafundisha na enda akajiandaa akafundisha. Utadhani kwamba ni mtu ambaye ni professional fulani, kama daktari fulani hivi. Wala alikuwa anauza juice tu za passion na matango na parachichi. Lakini sasa hivi anayofundisha huwezi kuamini. Hata wale ambao wanauzia maparachichi, akienda kuwafundisha hii aliyofundisha leo, hawataamini kama mtu anauza parachichi leo ndo anakuja kutufundisha kitu ya bawasiri. Hiyo ndo dunia sasa hivi. Dunia sasa hivi elimu haina kificho. Nataka nikuambie dunia sasa hivi elimu iko available tofauti na zamani.
So you can become whatever you want to become kama utakuwa serious. Na platform ambayo inatusaidia sana, platform ambayo inatujenga ni biashara mtandao. New Life International inatuguide, inatupa msingi mzuri wa kujiendeleza kwa watu ambao ni bora zaidi. Kwa hiyo naomba niwatie moyo, niwapongeze sana, tuendelee kujifunza. Jambo la pili, nataka tufungue akili yetu. Hii swali ambayo amelijibu Lisini akiwa Loliondo, kutoka hapa mpaka Arusha, afu kutoka Arusha uende Loliondo, sio hapa karibu, ni mbali sana. Kwa hiyo tufungue mindset yetu, kwa maana kwamba hii biashara, hizi system za mawasiliano zimetusaidia kutupanua sana. We can do business anywhere. Mimi ambao natamani muda usome utanitosha huu, lakini natamani point niongea, lakini nitaiongea mwisho. Naomba niache kwanza, nitaiongea mwisho. Ni habari ya mindset. Care alifundisha habari ya care. Kitu ambacho naomba mfahamu wagavi wenzangu about care kwenye bawasiri ni kwamba ngozi yoyote ikishakuwa exposed inapata infection. Ngozi yoyote ikishakuwa exposed inapata infection. Ukiwa na eczema, ile pumu ya ngozi anapojivuna pale nje, kuna vijidudu ndio vinakuwa vinaharibu ile sehemu. Sio tena eczema, ana eczema ndani, lakini pale juu kuna bakteria. Hizi ngozi zetu unayoiona hapa, ngozi yako ina bakteria, billions of bacteria wako kwenye ngozi yako. The reason kwamba hujapata madhara yote ile ni kwa sababu mfumo wa kinga huko unapambana nao. Ndio maana mtu akifariki au kiumbe chote kifariki, baada ya muda kinaanza kuoza. Sio kwamba wale wadudu wanakuja baada ya kile kitu kufa, hapana, wanakuwepo pale, ila kwa sababu kinakuwa na uhai, inakuwa inadhibiti yale bakteria ambao wako pale nje. Kwa hiyo care aiende kutibu kama unavyotibu PID. Care inaondoa vijidudu pale kwenye ngozi yenye bawasiri. Very simple, hata akitawazia tu, sio lazima hata ajifukize. Hata akitawazia, ule mwasho anaosikia mwasho ni kwa sababu pale kunakuwa kumechubuka, kunakuwa na vijidudu. Kwa hiyo care ambayo disinfectant inua vimelea vya magonjwa. Sasa hizo ni elimu za kujifunza tu na kukaa ukatafakari. So ukiona mtu ni kama yule goa na kidonda pale kijeto wake kinawasha, kinauma, akiuni kwa sababu ni kidonda search, pale tu kuna wadudu. Kwa hiyo unaposafishia na care unaua vijidudu pale kwenye ngozi. Kwa hiyo care unatawazia, aidha ujifikie utawazie, lakini purpose ile ngozi imepata michubuko, iko exposed, ina vijidudu pale. Kwa hiyo care ni kuwa vimelea. Ni kazi ile ya care ambayo inafanya kuwa vimelea ndio inafanyika pale juu. Hakuna miujiza, na sio mnaswali kwamba atatumia miaka mingapi. Nataka niwaambie kazi wenzangu, hizi bidhaa za New Life sawa tunazitumia tukiwa tunaumwa, lakini sio kwamba unatibu malaria. Zimekuwepo kama hivi. Ukienda kununua nguo, unamuuliza mtaenda kuuzia, nitanunua nguo mpaka lini? Hebu ni wa challenge kidogo. Ukienda kununua nguo, ushawahi kuuzia naye kuuzia nguo kama nitanunua hii nguo mpaka lini? Au unanunua viatu, utanunua viatu mpaka lini? Si unajua utanunua kuvaa, unaenda kuvaa kila siku nani? Sema this product, hizi bidhaa za New Life zote zimekuwepo kufanya maisha yako yaendelee kuwa bora wakati wote. Kwa hakuna cha wakati utatumia mpaka lini. Hata wewe ambaye una bawasiri, kutumia care mara kwa mara kwenye sehemu zako mbalimbali za mwili sio kitu kibaya, ni sawa. So just like that, hivyo tu. Kwa hiyo nadhani hiyo takia imeeleweka. Pili ni wheat germ oil. Mimi nishawahi hiyo kitu ishawahi kunitokea. Of course haikuwa serious hivyo kama bawasiri ya search. Lakini nakumbuka nilipanda bodaboda kutoka Mwenge mpaka Banana. Kama Banana Gongo la Mboto, kulikuwa na wale mkutano wa New Life. Kuna mkutano wa New Life, nikapanda bodaboda kutoka Mwenge mpaka, lakini baada ya siku mbili habari niliipata. Sitaka nisahau na sitaka nipande bodaboda kwa mwendo mrefu kiasi hicho. Kama unaweza kwenda kutoka Mwenge mpaka Banana kule si Gongo la Mboto, ni mbali sana, kwa kweli ni mbali. Kwa hiyo habari niliipata, lakini nakumbuka kuchanganya vitamini E na aloe vera gel havichanganyiki, asikudanganye mtu. Haiwezekani. I did it. Nimefanya. Vitamini E na aloe vera gel havichanganyiki, hata ungefanyaje. Kinachochanganyika ni wheat germ oil na aloe vera gel vinachanganyika vizuri sana. Kwa hiyo kwa changanya wheat germ oil na aloe vera gel na changanya na jipaka, is very fast. Vinapona vidonda haraka sana iwezekanavyo. Very fast. Unaona? Vinafanyika vizuri sana. Kwa hiyo mtu mwenye bawasiri, pamoja bidhaa ambazo ameshauri kiongozi hapa, unachanganya wheat germ oil na aloe vera gel kwenye mkono kake kiganja kanya, anajichanganyia pale, anajipaka, inakuwa very perfect. Ile sehemu vinapona. Kitu cha mwisho, naona muda umeisha, yani natamani kuendelea hiyo point ya muda unaisha, ni kwamba kama alivyosema kiongozi, hiyo ni misuli, mishipa ya damu, ngozi. Aloe vera gel zinasaidia sana kwa sababu ni ngozi. Ile ni ngozi, kama alivyosema kiongozi, ni ngozi.
ni misuli ya damu, na ndio maana tukifanya operation kwanza huwa ni hatari kufanya kwa sababu damu inaweza, kama ni mshipa wa damu, damu itamwagika mpaka basi. Kwa hiyo ni hatari actually, kwa sababu utakata mishipa mingapi ya damu, unaona? Kwa hiyo ni ngumu. Kwa hiyo that is why zile mbele za kuzuia isipepo ndio nzuri zaidi, na hizo bidhaa alizosema zote ukifuatilia zinadili sana na mishipa ya damu, zinadili na ngozi, zinadili na misuli na ngozi. Kwa hiyo zote zinadili hiyo. Zile bidhaa ambazo zitasaidia circulation, mzunguko wa damu uendelee kuwepo vizuri sana, zote ambazo hizo vitu zinafanya kazi kwenye sehemu. Na jambo la mwisho ambalo Lithin amelijibu vizuri sana, nadhani kwa 100% tuna mindset ya umaskini. Tuende tukapambana hiyo mindset, tuondokane nayo. Tuna mindset kwamba sisi tunawasaidia watu. Tuna mindset kwamba sisi ni tunadini watu ambao ni maskini. Tuna mindset ya kutibu. Tuna mindset hizo ambazo zinatusumbua. Ndio maana mtu akwambia bajeti yangu, unapangaje bajeti wakati ugonjwa hujui matibabu yake? Yaani unaweza kupanga budget. Nilikuwa natafakari point ya budget. Hivi unaweza kwenda uwanja wa ndege, unaenda Mwanza kwa sababu bajeti yangu ni kiasi fulani, ukamwambia nakata ndege. Hivi anaweza kukuelewa? Nilikuwa naongea na Omari. Na Omari anasema mimi sina cha robo package. Sina cha robo package ndio nini? Unatengeneza mgogoro bora ukahudumia mtu mmoja akatoka pale akapata matokeo mazuri. Kuliko kuhudumia watu 10 ambao wanalalamika. Ni bora kuhudumia mteja mmoja akapata matokeo kuliko kuhudumia wateja 10 ambao wanalalamika. Na ndio maana leo tunavyoongea, usema ni 2 Diamond. Ni 2 Diamond, na natafuta video ndaipata tu ya Hosiana akiwa ametoa hofu. Alikuwa na mfuko umejaa bidhaa, anasema hiyo ndio package ya wajawazito. Unatafuta mtoto na hofu, alikuwa na mfuko wa bidhaa kama pisi 200 hivi zimejaa, mfuko mkubwa kabisa hivi anabeba hivi. Sasa mtu anajua bidhaa za miezi 5 kwa wakati mmoja. By the moment anazimaliza atakuwa kupata mimba tu. Kwa hiyo hamna cha mindset ya budget yangu. Hii bali ya budget yangu. Anapangaje budget yeye? Kwa hiyo wagavi wenzangu, let's change mindset yetu, tuwe na mindset za kwamba mindset za ambazo hazina scarcity, yani hatuna wasiwasi wa kupoteza mteja, usiwe na wasiwasi wa kupoteza PV, usiwe na wasiwasi wa kubembeleza PV, na mwisho wa siku tunaobembeleza PV mtu asiondoke, ndio wao anakusumbua gari kamoja, anaenda analalamika, kisha anarudi anasema bidhaa zako sina nini, just because we are accepted. Mungu abariki sana. Let's work on your mindset, abundance mentality, kwamba huyu mtu akiondoka atapata mteja mwingine na atafanya biashara vizuri sana. Nasamani kwa kuchukua muda wenu. Mungu abariki sana. Muwe na siku njema Diamond. Tukutane juu. Kama hivi ukienda kununua nguo, unamuuliza utaenda kuuzia nitanunua nguo mpaka lini? Hebu ni wa challenge kidogo. Ukienda kununua nguo, ushakuuzia naye kuuzia nguo kama nitanunua hii nguo mpaka lini? Au unanunua viatu, utanunua viatu mpaka lini? Si unajua utanunua kuvaa, unaenda kuvaa kila siku ndani. Nasema this product, hizi bidhaa za New Life zote limekuwepo kufanya maisha yako endelee kuwa bora wakati wote. Kwa hakuna cha wakati utatumia mpaka lini.